Hatimaye rais wa Urusi bwana Vladimir Putin ametegua kile kitendawili ambacho kilisubiriwa na watu wengi kwa muda mrefu, kwamba ni nani ambaye atashiriki katika mazungumzo ya kutafuta suluhu ya amani pale nchini Ukraine, ambayo yanafanyika mazungumzo hayo mjini Istanbul katika taifa la Urusi. Na hatimaye rais Putin ametangaza clue ya watu ambao wanakwenda kule Istanbul. Rais Putin ametangaza timu kwa ajili ya mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine mjini Talki, na hii ni moja kati ya jambo ambalo limewashtua watu wengi zaidi waliokuwa wanatarajiwa kwamba watashiriki katika mazungumzo hayo. Wale waliokuwa wamezoeleka, sio wale ambao wametambulishwa na rais wa Urusi. Mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine katika muda wa zaidi ya miaka mitatu yanafanyika katika mji wa Istanbul nchini Uturuki. Siku ya Jumapili iliyopita, rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza kuanzisha tena mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Moscow na Kiev ili kupata suluhu ya kudumu ya mzozo unaoendelea, ambao utashughulikia sababu kuu za kuanza kwa mzozo huo. Baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuunga mkono pendekezo hilo na kusema Kiev inapaswa kulikubali mara moja, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye hapo awali alikataa mazungumzo yoyote na Moscow, pia alisema yuko tayari kusafiri hadi Istanbul kukutana na ujumbe wa Urusi. Hapo awali Kiev ilikuwa imesema kwamba afisa pekee kutoka Moscow ambaye Zelensky anaweza kuzungumza naye ni Putin peke yake. Hata hivyo, rais wa Urusi bwana Vladimir Putin aliwaambia kwamba mimi nitaamua ni nani ambaye nitamtuma. Moscow na Ukraine zilizungumza mara ya mwisho mnamo April mwaka 2022 huko Istanbul, Urusi, ambayo hapo awali ilionyesha kuridhishwa na matokeo ya mkutano huo na kuondoa vikosi vyake kutoka katika viunga vya mji wa Kiev kama ishara ya neema. Baadaye walishutumu Ukraine kwa kurudisha nyuma maendeleo yaliyopatikana mjini Talki, ikisema imepoteza imani na wapatanishi waliokuwepo. Maafisa wa Urusi akiwemo rais Putin baadaye walizilazimu nchi za magharibi, hasa waziri mkuu wa Uingereza wa wakati wa Boris Johnson, kwamba wao ndio waliovuruga mchakato wa amani, akisema alikuwa ameitaka Kiev kuendelea kupigana katika eneo hilo la mapambano. Mkutano wa mjini Istanbul umevuruga juhudi za Umoja wa Ulaya kuishawishi Marekani kuiwekea vikwazo Urusi. Ni moja kati ya yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa. Siku ya Jumatano EU ilikubali duru ya 17 kuweka vikwazo vya 17 ambayo inatarajia kupitishwa rasmi wiki ijayo. Hapo awali Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zilitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kwa siku 30 kati ya Urusi na Ukraine. Kama mwaka 2022, mazungumzo yanafanyika katika ofisi ya rais wa Uturuki, na watu ambao wamefika katika maeneo hayo wanasema, waziri wa mambo ya nje wa Polandi Ladosław Sikorski anasema kwamba mazungumzo hayo yatakuwa ni jaribio iwapo rais wa Urusi Vladimir Putin ni mwaminifu katika harakati zake za kutafuta amani ama la. Sasa tuliona pia rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky, pamoja na mikwara yote aliyozungumza, lakini ni lazima atakutana tu na wale ambao Putin amewatuma. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrei Sybiha akasema kwamba amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham mjini Antalya, Talki. Pande hizo zinajadili kwa kina mantiki ya hatua za kushiriki mbinu zao kwa ajili ya kukamilisha mazungumzo hayo. Sasa ujumbe ambao umetumwa na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin si mtu yoyote ambaye angeweza kuubashiri. Ametumwa msaidizi wa rais anayefahamika kama Vladimir Medinsky, ambaye aliteuliwa kuongoza mazungumzo ya Urusi huko Istanbul, na aliwahi kuwa mwanachama wa jimbo la Duma kutoka 2004 hadi 2011 na waziri wa utamaduni kutoka 2012 hadi 2020. Yeye ndiye mwenyekiti wa jumuiya ya kihistoria ya kijeshi ya Urusi, shirika lililopewa jukumu la kusoma na kukuuza jukumu la nchi katika mizozo mbalimbali, pamoja na vita vya kwanza vya dunia na vita ya pili ya dunia, pia kuagiza kumbukumbu za vita. Medinsky ameandika msururu wa vitabu vinavyolenga kuchunguza na kukanusha kile inachoelezwa kwamba ni hadithi hasi kuhusu historia ya Urusi. Kwa hiyo huyu bwana Vladimir Medinsky, yeye ndiye ambaye anakwenda kule Istanbul. Mnamo Disemba, Medinsky
alisisitiza kwamba Ukraine ilikuwa na fursa ya kweli ya kufikia makubaliano ya amani katika msimu wa joto mwaka 2022, lakini ghafla ilitupilia mbali makubaliano yote na kujiondoa kwenye mazungumzo. Rais wa Marekani Donald Trump hana mpango wa kusafiri hadi huko Istanbul kwa ajili ya kukaa kwenye mazungumzo hayo. Kiev imeeleza kusikitishwa kwake na muundo wa wajumbe wa Urusi, huku msaidizi wa Volodymyr Zelensky Mikhail Podolyak akisema mpatanishi mkuu Vladimir Medinsky hakuwa mtu sahihi kujadili masuala kimsingi ambayo hayajabainishwa. Kiev imesema kwamba imesikitishwa sana. Sasa Rais Putin ametia saini agizo la kuwateua maafisa wakuu wa Urusi kwa ajili ya mazungumzo hayo huko nchini Uturuki. Wajumbe hao wanaongozwa na huyo msaidizi wa rais mkuu wa ujumbe. Anayefuata mwingine ni naibu waziri wa mambo ya nje, anaitwa Mikhail Garuzin. Anayefuata ni Igor Konsyakov, mkuu wa kurugenzi kuu ya wafanyakazi. Lakini wengine ni Alexander Fomin, naibu waziri wa ulinzi. Wataalamu wengine ambao wameambatana ni pamoja na Andrei Zorin, mfanyakazi mkuu kurugenzi ya habari, Ekaterina Podobreviskaya, ofisi ya rais sera na masuala ya kibinadamu, Alexander Polishchak, waziri wa mambo ya nje masuala ya CIS, Vladimir Ashevisov, wizara ya ushirikiano na kimataifa ambaye anadili na masuala ya kijeshi. Huu ndio ujumbe ambao umekwenda huko nchini Istanbul kwa ajili ya kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wa Ukraini. Mimi nilizungumza nikasema, huyo rais wa Urusi bwana Vladimir Putin si mtu ambaye anaaminika kiasi hicho, si mtu ambaye anaangilika kiasi hicho, ni mtu ambaye yuko very strategic. Mara ya kwanza ilitangazwa kwamba huenda kaenda Dmitry Medvedev, lakini ameona huyo amezoeleka, watu wanamjua. Lakini wengine walisema taenda Sergei Lavrov, watu wamesema huyo amezoeleka, anajulikana. Wakadhani pengine anaweza kaenda hata waziri wa ulinzi, lakini la hasha, ameenda mtu ambaye pengine leo ndo mara yenu ya kwanza kumsikia. Vladimir Alostlovich Medinsky ni mtaalamu wa Urusi, mtaalamu wa masuala ya kisiasa na kihistoria, mwandishi ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Urusi. Alizaliwa tarehe 18 Julai mwaka 1970 katika mji wa Smila uliopo katika mkoa wa Cherkasy, Ukraini, SSR wakati huo, na sasa ni Ukraini. Unaona alipowapiga pabaya, ameenda mtu ambaye amezaliwa Ukraine, ambaye anaijua historia vizuri sana. Elimu yake alisomea masuala ya uhusiano wa kimataifa katika taasisi ya kimataifa ya Urusi ya Moscow, ambapo alihitimu mwaka 92. Baada ya hapo aliendelea na masomo ya uzamivu katika masuala ya siasa na historia. Akapata shahada ya uzamivu mwaka 97 na shahada ya juu ya uzamivu mwaka 99. Hata hivyo alikumbwa na tuhuma za wizi wa kazi za uandishi katika baadhi ya tafiti zake, jambo lililozua mjadala mkubwa nchini Urusi. Medinsky alianza kazi serikalini mwaka 91 kama msaidizi katika idara ya habari ya ubalozi Umoja wa Kisovieti nchini Marekani. Baadaye akahudumu katika nafasi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwa mwenyekiti wa kamati ya utamaduni katika jimbo la Duma na kuwa waziri wa utamaduni wa Urusi kuanzia mwaka 2012 Mei hadi Januari 2020, miaka 8. Katika wadhifa huu alijulikana kwa kuhimiza sera za kitaifa na kuandika vitabu vinavyoshughulikia upotoshaji wa historia ya Urusi. Mnamo Januari 2020 aliteuliwa kuwa msaidizi wa rais wa Urusi Vladimir Putin na kuwa sehemu ya baraza kuu la chama cha United Russia. Katika nafasi hii amekuwa na ushawishi mkubwa katika masuala ya sera pamoja na urithi wa kitaifa. Yaani huyu ameenda ni mtu ambaye anaijua Ukraine ndani na nje, anaijua Urusi nje na ndani. Msimamo wake, anajulikana kwa msimamo wake wa kupinga upotoshaji wa historia ya Urusi. Ameandika vitabu vinavyoshughulikia mada kama vile Myth About Russia pamoja na Scoundrels and Guinness PR, ambavyo vinapinga maoni ya magharibi kuhusu Urusi na Umoja wa Kisoviet. Aidha, ameongoza juhudi za kurekebisha vitabu vya historia kwa wanafunzi wa shule za upili, akisisitiza mafundisho yanayounga mkono mtazamo wa serikali kuhusu historia ya Urusi na vita ya Ukraine. Katika kipindi cha vita ya Ukraine, Medinsky aliteuliwa kuwa kiongozi wa ujumbe wa Urusi katika mazungumzo na Ukraine. Anaongoza juhudi za kidiplomasia za serikali ya Urusi. Anaeleza kwamba Urusi lilazimika kuanzisha operesheni hiyo ili kuilinda Donbas na kulinda maisha ya watu wa huko. Medinsky anajulikana kwa mtindo wake wa utawala unaozingatia urithi wa kitaifa na kupinga ushawishi wa kimagharibi. Huyu bwana Medinsky anaijua sana Urusi. Ukitazama hivyo vitabu alivyoviandika kama hiyo Myth About Russia,
alichozungumza ni kupinga maelezo ya historia yanayotoka magharibi. Akaandika tena War Myth of USSR, anapinga kile anachokiita upotoshaji wa historia ya vita kuu ya pili ya dunia. Yeye ni mtu ambaye amekuwa ni muhimu sana kwenye utoaji wa tafsiri za historia pamoja na mwelekeo wa propaganda, lakini pia ni mtu ambaye amekuwa akipambana kuhakikisha kwamba historia ya Urusi kamwe haipotoshwi na mtu wa aina yeyote ile, na anasema atapambana kuhakikisha kwamba historia ya Urusi inabaki pale pale. Huyu ndiye kiongozi wa msafara. Kwa hiyo huko wanakokutana huko Istanbul, yani hakuna namna ambavyo watasema labda ameenda mtu mwepesi, la hasha. Ameenda mtu mzito kabisa, mtu ambaye anajua mpaka A mpaka B mpaka Z mpaka wowote ile wa taifa la Urusi pamoja na Ukraine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.